الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel zetu mbalimbali, karibuni katika kipindi chetu cha Kuza Maarifa na Ramadhani, kitakachokupatia fursa ya kuuliza swali na kujibiwa kwa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Barakallahu fikum. Muulizaji anauliza, ni ipi hukumu ya mtu anayeharibu mimba, inakuwa anaswali au vipi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muulizaji anauliza swali, anasema kwamba ni ipi hukumu ya mtu anayeharibu mimba, anakuwa anaswali au vipi? Kwa maana mwanamke ambaye alikuwa ameharibu mimba anakuwa anaswali au vipi? Wanasema ahlul ilmi kuhusiana na swali hilo, wakasema kwamba adamu nashi an isqat aljanin, damu ambayo ilikuwa imeanza kutoka kwa sababu ya kudondosha mwanamke, yani kile kizazi au kile kilichomo tumboni, la yakunu nifasan, haitakuwa kwamba damu ya nifasi, illa idha tabayyana fihi khalqu insan, isipokuwa patakapobainika katika kile kilichodondoshwa kwamba umbile ya binadamu. Wama lam yatabayyan fihi khalqu insan, na yale ambayo yalikuwa hapajabainika ndani yake umbile la kibinadamu, falaisa binifasin, kwamba hiyo inakuwa haisabiki kwamba ni damu ya nifasi. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen, amesema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, wala yathbutu illa idha wada'at ma tabayyana fihi khalqu insan, wala yathbutu nifas, na wala haithibiti damu ya nifasi illa idha wada'at, isipokuwa mwanamke atakapozaa, ma kile ambacho tabayyana fihi, panabainika ndani yake, khalqul insan, umbile la binadamu. Falau wada'ati saqatan saghiran, lau kwamba atazaa kitu, kwa maana atadondosha kitu ambacho kwa kidogo, lam yatabayyan fihi khalqu insan, hapajabainika ndani yake umbile wa binadamu, falaysa damuha dama nifasin, hiyo damu yake haitu kwamba ni damu ya nifasi, bal huwa damu irqi, bali hiyo itakuwa ni damu ya mshipa. Fayakunu hukmuha hukmu al-istihadha, basi itakuwa hukumu yake ni hukumu ya damu istihadha. Wa aqallu mudda, na uchache wa muda, yatabayanu fiha khalqu insan 80 yawman, na uchache wa muda kwamba kubainika ndani yake kwamba umbile la mwanadamu ni siku 80, min ibtidai hamli wa ghalibuha 90 yawman, kuanzia pale ambapo ibtidai hamli, kuanzia pale ambapo unapoanza mimba, na aghlabu yake na kwa siku 90. Wa alayhi, najua kujengea maelezo hayo, kaendelea kusema, faqad akhta'ati bitarki as-salati li ajli ad-dam al-madhkur, basi mwanamke anakuwa anaingia makosani kwa kuacha kuswali kwa sababu ya au kwa ajili ya damu ambayo ilikuwa imetajwa, li'annahu laysa damu nifas, kwa sababu hiyo sio damu ya nifasi. Kwa hiyo mwanamke anatakana kwamba fahamu, ajue kuhusiana na ile damu ambayo itakokuwa imetoka baada ya kuharibu ujauzito. Na baadhi ya wanachuoni wakafika kusema, wa alayhi qada'u salawati allati lam tusalliha fi tilka alfatra, ni juu yake kuzilipa swala ambazo alikuwa hajaziswali katika muda huo ambao yeye alifikiria kwamba labda itakuwa ni damu ya nifasi. Mal ijtihadi fi taqdiriha, pamoja na kujitahidi katika ukadiri kwake, hatta yahsul laka ghalabatu dhanni bi annaki qad qadaiti ma yalzamuki, mpaka manake papatikane kughilibu kwa dhanna kwamba bi annaki, kwamba wewe qad qadaiti ma yalzamuki, kwamba umeshakulipa yale ambayo yamekulazimu. Wa hadha ala fardhi anna ad-dam lam yuwafiq adataka ash-shahriyya, asema kwamba na hii kwa kujalia kwamba damu ambayo ilikuwa ipo, yani haijafikiana na ile damu ambayo ya ada yako
ya mwezi. Fa in wafaqaha au wafaqa ba'daha minha fama wafaqaha minhu yu'tabaru haidan. Anasema yale ambayo yalikuwa mafikiana na damu ya hedhi ya mwanamke basi inazingatiwa kwamba hiyo ni hedhi. Ala kulli hal, kwamba mwanamke akiharibu ujauzito, baadhi ya wanachuoni wanazingatia kwamba ile damu ni damu ya uzazi. Baadhi ya wanachuoni wanazingatia hivyo, na baadhi ya wanachuoni wanazingatia kwamba ni damu ambayo ilikuwa ya ugonjwa, ikiwa umbile la yule kiumbe halijabainika kabisa, kwamba labda imetoka mapande tu ya damu, basi anatakana akajisafishe. Akisha kujisafisha akakoga, anatakana kwamba atekeleze swala, kwa sababu kile kilichodondoka sio kiumbe, kwa maana kilichotoka. Ndio baadhi yao akasema idha nazala aljanin, akidondoka yule mtoto, fanazala dam baadahu, na pakadondoka damu baada yake, ikateremka damu, fa in kana hadha aljanin, ikiwa hichi kiumbe kad tabayyana fihi khalqul insan, pamebainika ndani yake umbile la binadamu, fatabayyana yadahu, pakabainika mikono yake, warjilahu, na miguu yake, wa baqiyatu a'dha'ihi, na baki ya viungo vyake, fadamu damu nifas, basi hiyo itakuwa ni damu ya nifas. La tusalli almar'atu, mwanamke wakati huo atakuwa haswali, wala tasumu, wala hatofunga, hata tatuhura minhu, mpaka atwarike kutoka damu hiyo. Wa illam yatabayyan fihi khalqul insan, na ikiwa kwamba hapajabainika katika hicho kilichodondoka umbile la binadamu, falaisa damu damu nifas, kwa hiyo damu inakuwa sio damu ya nifas. Fatusalli, mwanamke atakwenda kujisafisha, akishajisafisha ataswali, watasumu, na atafunga, illa fil ayami allati tuwafiqu adataha, isipokuwa katika yale masiku ambayo yanawafikiana na ada yake. Fa innaha tajlisu la tusalli wala tasumu hatta tantahi ayyamul aada, kwa hakika yeye atakaa hatoswali, kwa sababu tayari atakuwa anahesabika kwamba ameingia katika hedhi, ameingia katika hedhi yake. Wala tasumu, wala hafungi, hata tantahi ayyamul aada, mpaka zimalizike zile ada zake ambazo yeye alikuwa anatumia. Kwa hiyo kwa mujibu wa swali, mwanamke ambaye alikuwa ameharibu ujauzito, akesha ikawa kwamba kilichodondoka sio mtoto, basi haisabiki kwamba hiyo ni damu ya hedhi, bali inasabiki kwamba ni damu ya iq, damu ya mshipa. Anatakana kwamba akajitoharishe. Baada ya kuja kujitoharisha, akisha baada hapo ataswali kama kawaida, isipokuwa zikija zile siku zake za ada ya shahria yake ya mwezi, ndio ataacha kuswali. Lakini kama ameharibu ujauzito na ikawa kwamba kilichodondoka au kilichokuwa kimetoka sio damu, sio nini, sio damu ya nifasi, kwa maana kilichodondoka hakijabainika kwamba je ni kiumbe au sio kiumbe, bali ni pande tu la damu limetoka, basi huyo anatakana akajisafisha vizuri, kisha kwamba ibada ya swala endelee nayo kama kawaida. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Na hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu na tuwafikishe kuyafanya kila matendo ya kheri. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.